ziara kwenye kata hii na mjumbe wa kamati ya utekelezaji, lakini pia diwani wa kata ya Buguruni, ndugu yangu Busoro Pazi. Ulimsikia mjumbe akitamka hapa kwamba mimi ni dokta, na uzuri wake jina lile la udokta nilipata hapa kwenye kata hii ya Kibuguruni. Tulipokuja kuona uhai wa jumuiya ya wazazi, lakini pia na chama, kwa nafasi yangu kama mjumbe wa kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi wilaya yetu ya Temeke, tulikutana na mambo mengi sana ambayo haya uliyoona leo yanakaa unafuu fulani, kwa sababu kuna wengine ulikuwa unaweza kukaita hapa unasimamisha kamati ya utekelezaji ya tawi fulani na wasisimama, kwa sababu walikuwa wajui nafasi zao, lakini kwa kuwa ilikuwa ni mazoea ya huko nyuma na sisi tulikuwa tunataka kuona uhai wa jumuiya na chama, lakini uhai wa jumuiya ni pamoja na vikao pamoja na wanachama, kwa kuwa wanachama wanapatikana kwenye matawi. Lakini pia tulijiongeza kwenye kikao hiki kwa maelekezo ambayo mliyaleta kutoka mkoani kwamba tulikuwa tunataka pia kuona ama kushirikiana na kamati ya siasa ya kata, kamati za siasa za matawi, lakini pia na mabosi zetu ambao ni wenye viti wa mashina ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu wao wanasomeka kikatiba, lakini sio kikatiba tu, wao ndio wanaobeba dhima nzima ya Chama cha Mapinduzi kwenye nchi hii. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti, nami nishukuru katika hilo, kwa sababu sisi kama wilaya tulishatoa maelekezo kwenye baraza ambalo tulilifanya siku ya tarehe 10 ya mwezi wa 12 katika ukumbi wa Idi Nyundo. Miongoni mwa maazimio tuliyotoa ili wajumbe wote waondoke nayo kwenda kuyafanyia kazi kwenye kata zao ni pamoja na kwenda kufanya uhakiki, lakini pia kwenda kuwasajili wale viongozi na wanachama ambao hawajasajiliwa kwenye mfumo wa kielektroniki. Na kazi hiyo tuliomba viongozi hawa wakapate kibali kutoka kwenye Chama cha Mapinduzi. Na Chama cha Mapinduzi ni kamati ya siasa ya kata, lakini wakati wakishusha chini, pia kamati ya siasa ya kata itoe maelekezo kwa kamati za siasa za matawi, tukimaanisha kwamba makatibu nao wote wa kata, lakini pia na wa matawi waende kuratibu vizuri namna ya kupata na kuwachambua na kuhakiki wanachama wa jumuiya ya wazazi. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba tunataka sasa viongozi hawa, kamati za utekelezaji zote za kata, lakini pia na kamati za utekelezaji za matawi, ndizo zenye majukumu mazima ya kuhakikisha kwenda kufanya kazi ya kuhakiki, lakini pia kuongeza na kuendelea kuwasajili wanachama wapya kwenye mfumo wa kielektroniki kwenye wanachama wetu walioko chini. Lakini wanachama hatuwapati hivi. Wanachama wale ni mali ya balozi ama mwenyekiti wa shina. Sasa nia na madhumuni ya kupata kibali kwenye chama, tafsiri yake wewe kama kamati ya utekelezaji unaposhuka kwenda kwenye balozi ya shina namba fulani, uhakiki wanachama wako, ujue kabisa kwamba mwanachama huyu anaishi kwenye tawi fulani, kwenye shina namba fulani, lakini pia mwanachama huyu tukimhitaji tunampata sehemu fulani. Hayo ni lazima ufanye mashirikiano hayo na mjumbe ama mwenyekiti wa shina, lakini huwezi kwenda kufanya kazi hiyo bila kuwa na kibali na ruhusa kutoka kwenye Chama cha Mapinduzi. Nini maana yake? Haya ni kuendelea kuongeza ama kupanua wigo wa mahusiano baina ya jumuiya na chama kwa ujumla wake. Lakini sio hapo tu, tunatakiwa twende mbali zaidi, kuangalia hao ndugu zetu ambao ni tumewapa kwenda kuuza duka kwenye nafasi za mitaa, nikimaanisha wenye vitu vya serikali na mitaa, kwa sababu bila kuwa na mahusiano mazuri baina ya jumuiya na chama,
baina ya jumuiya, chama na serikali, hatutaweza kufanya kitu chochote kwenye kata yetu ya Kiburugwa. Tunaamini na tunatambua wazi kata ya Kiburugwa ilivyokuwa. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Mkoa, kata hii tuliteseka sana baadhi ya mitaa kwa kuongozwa na wenzetu wale wa upinzani, lakini hata kwenye kata yetu pia tuliongozwa na upinzani. Lakini kwa sasa tunashukuru kwamba mitaa yetu yote iko chini ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia tuna diwani wa Chama cha Mapinduzi. Sasa ndugu zangu, viongozi hawa ama uongozi huu umeshuka, sio kuja kuigiza au kuja kujionyesha kwamba wao wanajua sana. Inawezekana ninyi mnajua kuliko sisi ama wao, lakini wamekuja kwa wajibu wa kuendelea kukumbushana, kama tulivyokuja kutoa maelekezo sisi kwamba mfanye hiki na kile, lakini bado tulikuwa tukiendelea kuwasisitiza na kuwaonyesha njia viongozi wenu wa kata, ili kusudi waje kufanya maboresho kwenye maeneo yetu. Ndugu Mwenyekiti, sisi kama wilaya tulishatoa tayari maelekezo ya kujaza nafasi, na tulitoa maelekezo ya kujaza nafasi kwa maandishi baada ya kupokea waraka kutoka kwenye ofisi ya mkoa. Lakini changamoto hizi ulizoziona, nafikiri yalikuwa pia hata malalamiko ya viongozi wetu wa kata, wakilalamika kuhusiana na ushirikiano na mahusiano, baadhi ya matawi hayako sawasawa. Lakini naamini kwamba kuna tawi ambalo liliona hapa lingine lilisimamishwa, nafikiri ile ilikuwa la kwa Manyama nini, Kingugiei. Mheshimiwa Mwenyekiti, kiukweli ilikuwa inayumba kwa sababu kuna mambo kidogo yalikuwa yametokea, lakini tunashukuru viongozi wetu wa chama kwa busara zao na hekima zao wameweka sawa. Ndio maana hata sasa unaona Kingugiei, pamoja na kwamba Kibudia, pamoja na kwamba kuna changamoto mbalimbali, lakini kuna baadhi ya vitu wamekwenda kujitahidi na wanaendelea kujitahidi na wanatoa ushirikiano. Ndugu Mwenyekiti, mimi niendelee kuwapongeza baadhi ya matawi ambayo yako sawasawa, lakini niendelee kutoa rai kwa yale matawi ambayo hayako sawa. Ndugu zangu, mwaka wa uchaguzi sasa umeshaingia. Kanzu ya Ijumaa huwa inaandaliwa Alhamisi, na Alhamisi ilikuwa ni 2023 2022. Huu sasa ni mwaka wa uchaguzi, sio mwaka wa kuanza kuendelea kusuluhishana, sio mwaka wa kuendelea kupatanishana. Sisi tunaamini nyinyi nyote ni viongozi mlioomba nafasi kwa ridhaa zenu wenyewe. Hakuna mtu ambaye aliletewa fomu nyumbani kwake. Kila mmoja alitoka kwa mguu wake kwenda kwenye ofisi ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia kwenda kwenye ofisi ya jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi kuchukua fomu, akaijaza, akairudisha na hatimaye akachaguliwa. Lakini kwenda kuchukua fomu, kurudisha na kujaza na kuhojiwa ilikuwa ni hiari yako mwenyewe, lakini sasa umeshakuwa kiongozi. Kwa hiyo kufanya kazi za jumuiya na chama ni lazima ndani ya Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake. Hilo ni sawa na swala la kuolewa ama kuoa, kwamba hayo inakuwa ni hiari yako mwenyewe, lakini kuzaa ama kufanya lile tendo ni la lazima. Lakini kufanya lile tendo ni lazima. CCM oye! Lazima oye! Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nasikitishwa kuona baadhi ya matawi kwamba hayafanyi vikao, na mimi nina uhakika kabisa kwamba baadhi ya matawi vikao hawafanyi. Uongo ndugu zangu.
kwa sababu mwenye kufanya jambo anaonekana, lakini nyinyi leo hii mmewatia aibu viongozi wenu ambao wanawaongoza, lakini pia mmekitia aibu Chama cha Mapinduzi, kwa sababu imani yetu kwa jumuiya ya wazazi ni kuonyesha njia kama viongozi, lakini imani yetu kwa jumuiya ya wazazi ni kuendelea kuishauri ama kuielekeza baadhi ya jumuiya na viongozi wa chama ambao wanakwenda nje na matakwa na utaratibu wa Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa misingi hii na utaratibu huu, sisi wenyewe ndio tunatakiwa sasa kupelekwe na kurudishwe kwenye mstari wa kijumuiya na kiuongozi, lakini pia na maadili ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu mwenyekiti, mimi ya kwangu yalikuwa ni hayo, lakini na hapa ni kuahidi kule nilikotoka nitaenda Jumatatu, lakini na hapa naomba Jumanne niandaliwe baraza la dharura kwa viongozi wangu wao wote, tuje tukutane ili tuendelee kuangalia namna gani bora ya kuendelea kufanya hivyo. Lakini katika baraza lile nitahitaji nipate pia makatibu wa matawi wote, lakini pia na viongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya kata. Baada ya kusema hayo, ndugu mwenyekiti, nikukaribishe sasa uweze kuzungumza na viongozi hawa waliopo hapa na wapo tayari kukusikiliza. Karibu ndugu mwenyekiti. CCM oye! Uchungu wa mwana. Sasa nitabidi nitumie salamu ya binti yangu. Viva vijana, viva! Wanasema miaka 40 na kwenu maisha yanaanza na miaka 40, si ndivyo? Na mimi kijana. Viva vijana, viva! UWT moto moto. CCM oye! Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Kristo Kigurugwa oye! Sasa nimekuja kuambiwa sema mwenyekiti kwenye uongozi wa wilaya, watawi, labda wakata wanajua mwenyekiti. Sasa dada mmoja hivi alikuja mweupe anajifunga hijabu hapa, ndio mwenyekiti wa mkoa. Naitwa Hadija Ali Said. Ndiyo mwenyekiti mwenye dhamana ya jumuiya ya wazazi ndani ya mkoa huu wa kimkakati, mkoa ambao mmoja wenye wananchi milioni 6 na kuendelea, na Tanzania inaanzia hapa, mkoa wa Dar es Salaam. CCM oye! Ukija Dar es Salaam peke yake ni form 4, si ndivyo? Ukija tu hata kuja kumsalimia shangazi yako. Sasa niambie, ukizaliwa, ukiishi, ukapigana na kausha damu, na ile mikopo mingine jina lake sitaitaja, inaonyesha kwamba tumepiga hatua. Nafurahi sana kuwepo hapa Kigurugwa. Niwashukuru sana kutoka kwenye dhati ya moyo wangu, mmeitikia wito wana jumuiya ya wazazi, UWT, vijana, lakini niwashukuru sana uongozi wa chama kata ya Kigurugwa, mmeitikia wito. Nikushukuru Mheshimiwa Diwani kwa kata hii, mwana mama kama mimi, alipokuwepo mama jambo haliharibiki. Na hakuna kitu kimenifurahisha. Mara nyingi naweza kama niona nimekaa hapa nabadilisha miwani ndio sababu mimi na matatizo kidogo ya macho. Ukikaa mbali kama sijaivaa hii sikuoni, na ya karibu nisipovaa hii sioni. Kwa naitumia yote miwili. Kwa nilipokaa hapa nilikuwa naandika, nilikuwa nasoma taarifa ya kazi. Wengine watasema mbona katibu wa kusoma taarifa ya kazi? Utaratibu wangu nikienda naambia kipengele cha taarifa ya kazi msisome, tuendelee na taratibu zingine. Nipeni niye taarifa ya kazi ambayo nataka kunisomea. Mimi najua kusoma na kuandika, mtasoma wenyewe hapa.
Kwa ndio nitakuwa ninakifanya. Na nikioza Iburuga oye. Kwa hiyo nilikuwa nasoma taarifa ya kazi, na kila ninapoenda nasoma. Mie ni mwalimu kwa taaluma, kwa kusoma ni sehemu ya hobby yangu. Hamna mtu ambaye anapata kazi kidogo afanya kazi na mimi kama katibu wangu wa mkoa, kwa sababu kila anaoleta nasoma, na hata ukikosea herufi na kurudisha. Kwa hiyo hii taarifa ya kazi hapa ya katibu wetu kata tayari nishaizungusha, nishaishora kama yote. Mimi babu yangu alikuwa akisoma gazeti, anasoma na peni, amkosoa mpaka yule mwandishi aliandika gazeti hilo. Kwa na mimi nahisi nimerithi na matatizo yana na vikaratasi vingi na anakosoa, lakini yote kwenye kujenga. Mjumbe wa kamati ya utekelezaji na mkoa wa Dar es Salaam, Diwani Usolopazi, amesema hatujaja kutafuta mchawi, tumekuja kujenga jumuiya. Hatujaja kutafuta nani anajua zaidi, nani hajui zaidi. Inawezekana nyinyi mnajua zaidi yetu, lakini sisi tunawezekana tunayoyajua kidogo zaidi yenu. Sasa tumekuja kubadilishana ujuzi na taarifa ili tukajenge chama na jumuiya ya wazazi. Tukisema jumuiya ya wazazi ni injini ya chama kwelikweli. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru sana. Nimekumbuka moja ya ahadi ambazo niliweka wakati nachaguliwa tarehe 18 kama sikosei, mwezi wa 11 2022, ukumbi wa Mawela pale Sinza. Mimi wakati nakuja huku kuomba kura, moja ya watu ambao walikuwa wakinipigia kutafutia kura katibu kata. Niwashukuru sana. Lakini niliahidi nikishinda nitarudi. Sasa nilikuja kuomba kura kama mgombea. Mungu akajalia nikashinda. Niliposhinda nikawaambia nitakuja kata kwa kata. Na ndicho ninachokifanya. Mwaka jana mwezi wa 6 tulifanya ziara ya wilaya, kwa maana tulizunguka